Bwana wanangu wa Mbotoni Studio, nyie ni familia, nyie ni ndugu zangu, nawapenda sana, nyie mnanipenda, ndio maana mnanifuatilia kila siku. Nashukuru sana kwa support yenu. Unajua leo tuna review Menkwa School, yani unaona Menkwa School ni movie fulani ya tofauti na movie nyingine zote nazo review. Menkwa kila episode, kila scene, kila episode tuseme inakuja na tofauti, yani historia tofauti, ndio maana inakuwa ni ngumu sana kuireview. Umeona, sio kama movie nyingine inakuwa inaenda kwa mtiririko, tunakuwa ni rahisi sana. Ila Menkwa ni movie ngumu sana kuireview, ila ndo kama Mbotoni Studio tuna review kiubishi tu, kwenye ukuta ndo kwenye njia, ndio hivyo. Unaona, Menkwa School tunaanza kureview. Unajua huyu mzee nani huyo asijua kuongea Kiswahili vizuri yani. Kumbe unajua kuna mambo fulani wanafundisha ukiangalia. Kumbe muda mwingine mwanamke anaweza kukwambia maneno mazuri, maneno ya mahaba, unajua anakupenda, kumbe hamna kitu. Wanawake ni waigizaji wazuri kwenye mapenzi. Wataweza mwanamke kuogezea, utajua kweli huyu ananipenda. Ni kweli mwanamke nimempata. Wanawake wataweza kukufanyia kuigizo, ujue mwanamke ananipenda, huyu mwanamke ananipenda kweli, ananizimikia, kumbe hamna chochote. Kumbe una kitu anahitaji kutoka kwako. Akikipata basi. Unaona? Mwanamke anaweza kuja na njia tatu. Imadi ya kuvutia apate lengo lake. Kuna wengine anakuja kwa njia ya kukupenda, kweli mtu anakupenda. Kuna wengine anakuja kwa njia alikuwa anatamani fedha zako. Umeona? Ila baadaye yule mwanamke alikuwa anatamani fedha zako, imadi akaja tu kwa nia kukuchuna, baadaye anaanza kukupenda. Umeona, anaanza kukupenda kweli kabisa. Umeona? Pia kuna na mwingine anakuja tu kujaribu, yani kama huyu atakuwa mwanaume wa ndoto yangu, anakuja kujaribu, baadaye sasa anaanza kukupenda kweli, kumbe wewe anastahili. Umeona, kwa mwanaume wa ndoto zangu, kwa mwanaume wa wanangu. Umeona hapo sasa kufanya, utajuaje mwanamke anakupenda? Hakuna mbinu ya kujua mwanamke huyu ananipenda kweli. Umeona, sio mwanamke anaokuomba hela basi ujue mwanamke akupende. Ukiona mwanamke wako akombi hela basi ujue huyo kuna sehemu anaomba hela. Ujiulize, sio mwanamke wako anaomba hela ananipenda au anataka nini? Shida zake anazitatua nani? Anazitatua nani akiwa na shida? Akwambii wewe unajisifia kabisa, mimi nimepata mtu yani anaomba hela. Je, shida zako anazitatua nani? Shida za mwanamke wako hadi akombi wewe, basi kuna mtu anamuomba hela. Wengine wanasema mbona mimi anaomba hela ila anaachuna wengine anakuja kuniletea mimi. Umeona, watu wengine wanapenda kujisifia hivyo wanaume. Yani mimi kimidi mwangu anaomba hela, anaenda kuachuna tu ajinga anakuja ananiletea mimi. Huo sio nini? Sio sawa. Kama kuomba sio jiongeze, mpe. Umeona? Mpe kuna hali fulani unaonekana kama unamjali yani. Umeona, hilo nimekuwa toka darasa dogo, tunarudi kwenye review yetu. Sasa umeona mzee hapa, kumbe mwanamke na unani na mwana shoga yako walipanga deal, kumbe wanamnyenga tu mzee watu, kumbe wanamchuna. Kaja hapo naye mzee, naye si ndo mzee ndo mlushaenda kaja hapo kidogo tu kaongea pale, mwanamke na mdai si nini 50 zikampa 60 kitu kama hivyo. Umeona, sasa mzee kwa nini kampa siku zote mwanamke hata akikomba laki usimpe yote, usitake sifa laki unampa laki na 50. Unataka sifa ndio uonekane unampenda sana, si ndio? Unaharibu. Kama mwanamke anadai 50 ungempata 20,000 hiyo nyingine ajipambanie mwenyewe. Pia mwanamke hapo kaongopa, alikuwa adai kweli walipanga tu deal, ungempa nusu au ndo atakaonekane makuu. Mzee anataka sifa, sasa sifa ndo zinamponza, sifa zitakuua. Umeona, sifa zitakuua. Au kisia ujanani, wakati wa kula ujana hao walikuwa
walikuwa afagilia ni ujana na kana maana mimi sitaki sikufanya ila uzeeni na kuja kuhangaika uzeeni na watoto wa 2000. Na kuja kuhangaika uzeeni. Na kuja nini siku anafanya malazi yake. Wanafundisha sana. Mengwa skuli inafundisha. Mengwa skuli ipo vizuri. Kuna wakati inachekesha, je, ukiwa na stress angalia Mengwa tu. Lazima uenjoy. Yaani Steve Ed zake za comedy. Pia za comedy pia zinakuwa watu wanaangalia, watu wengi kwa sababu watu wanapenda. Jambo lingine ukiwa na mawazo inabidi mtu angalie movie fulani mada. Kwa Steve bwana, una enjoy. Ndio la Mengwa cha kufanya. Usitoke kwenye kiti chako. Kwa sababu siku yote hapa Mengwa skuli anaachia tena episode yake nyingine yani. Usitoke mradi uangalia. Hivyo yani, uenjoy na Mengwa skuli. Cha kufanya usisahau kusubscribe, utakubonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako. Pia usisahau kulike na kucomment yani. Pia ukipenda zaidi share kwa marafiki zako. Nawapenda sana, tunawapenda. Bye bye.